Kimsingi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama na nimefurahi kuona ni miongoni mwa wahamasishaji ambao tumekuja hapa Morocco kwa ajili ya kwenda kuwapa support vijana wetu, timu yetu ya taifa, timu ya vijana Serengeti Boys ambao wamepambana kusema ukweli kuanzia mwanzo wa mashindano mpaka kwenda kufikia katika hatua hii ya fainali. Na kimsingi ujio wetu huku ni kuhakikisha kabisa kwamba tunakwenda kubeba kombe, kwa sababu ni kitu ambacho kinawezekana. Ni vijana wetu ambao wameweza kucheza vizuri tangia mwanzo mpaka leo fainali. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kwa namna ambavyo wamejipanga na hamasa kubwa ambayo tumekuja nayo hapa Morocco ni kuhakikisha kabisa kwamba tunawapa nguvu ya kwenda kulibeba kombe hili, na ni kitu ambacho kinawezekana. Unaweza ukaona Mheshimiwa Rais Mama yetu Samia Suluhu Hassan ametoa ndege kwa ajili ya watu wote wa Tanzania wote ambao pata nafasi ya kuja kushiriki pamoja kwa ajili ya kuongeza nguvu, kuwapa hamasa vijana wetu. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa, na mimi kama Mtanzania, msemaji wa timu kubwa barani Afrika, TRA United Sports Club, nimekuwa miongoni mwa Watanzania, miongoni mwa wahamasishaji ambao wamekuja kuipa support timu yetu ya taifa ya Serengeti Boys. Cha kwanza, hii ni historia kwa nchi yetu ya Tanzania. Hatujawahi kufika level hii kwa tangu tupate uhuru, upande wa under 17 lakini upande wa senior team. Na hili linaloonekana sasa ni matokeo ya uwekezaji mkubwa ambao serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wameifanya, na matokeo ndio haya yanaanza kuonekana. Sasa strategically hii ina maana kubwa sana. Maana ya kwanza ni kwamba tunapojiandaa kuhost michuano ya AFCON 2027, huu ndio mwendelezo wake, na kama tumeweza kufika fainali, maana hata michuano ya AFCON ambayo tunakwenda kuhost, msisimko wake, content tunayo create kwenda Afrika na duniani inakuwa kubwa, kwa sababu tayari Serengeti Boys wameshaingia fainali. Kwa hiyo leo na kesho Afrika na dunia nzima macho yatakuwa Tanzania, yatakuwa kiwatazama wa Tanzania ambao mwaka 2027 wanakwenda kuhost AFCON. Kwa hiyo huu ni ushindi wa kwanza, lakini ushindi wa pili ni kuona mafanikio makubwa yamefikiwa kwa vijana wetu, na hii ndio timu ambayo inakwenda kwenye senior team. Manake sasa tuna uhakika ndani ya miaka 5 ijayo utaweza kuona maendeleo makubwa sana kwenye sekta ya mpira. Lakini dira ya Tanzania ya mwaka 2050, ukiangalia kwenye kiashiria cha 6, moja kati ya eneo mahususi ambalo dira inatuelekeza ni kuhakikisha sekta ya michezo inashika kasi na kuongezeka zaidi. Sasa inashika kasi na kuongezeka zaidi kivipi? Ni kupitia michuano hii ya kimataifa ambayo Tanzania tunashiriki katika hatua ya fainali. Watanzania, huu ni wakati wetu wa kuungana pamoja. Tofauti zetu za kidini, tofauti zetu za kisiasa, tofauti zetu za kimakabila zisitufanye sasa tushindwe kusimama pamoja. This is the only golden chance tulionayo kwa vijana wetu kuanza kuonyesha makali ambayo atatupa kombe hili, na inshallah kwa kudra za Mwenyezi Mungu kombe hili tutarudi nalo Dar es Salaam Tanzania, na kwa kukabidhi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kombe la ushindi. Hatua hii wana nguvu ya kuweza kuchukua ubingwa, na tunaamini kabisa Watanzania wakizidisha dua, sala, wakiombea timu yao ya taifa, na sisi watuombee mashabiki, tuwe na nguvu, tuweze kushangilia, tunarudi na kikombe Tanzania. Nafikiri tuungane kwa pamoja tuweze kurudi na kikombe, inawezekana.